Nuru ya asubuhi. Hadi mwisho nitaamini. Namshukuru Mungu asubuhi ya leo kwa kupata nafasi ya kusimama mbele za Mungu na mbele za wasikilizaji wangu na watazamaji wangu wa Zoe TV. Kwa majina yangu naitwa Mchungaji Musa Elias kutoka Chuo Kikuu cha Global University kama mkuu wa taaluma yani academic dean. Asubuhi ya leo napenda kuwasalimia wasikilizaji wangu kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, jina lipitalo majina yote. Na ninao ujumbe kwa ajili ya kipindi hiki cha Nuru ya Asubuhi kupitia Zoe TV. Na kichwa cha ujumbe wa somo langu unaitwa mafanikio ya kweli kwa mwanadamu. Mafanikio ya kweli kwa mwanadamu. Na andiko letu la msingi linatoka katika waraka wa 3 wa Yohana. Waraka wa 3 wa Yohana sura ni moja tu. Na mstari wa 1 mpaka wa 8. Na mstari tutakao sisitiza sana ni ule mstari wa 2. Na kabla sijaendelea sana, nataka nisome halafu nitamwomba Mungu. Nitasoma mistari 8 ya kwanza, lakini msisitizo mkubwa ni ule mstari wa 2, ni pamoja na maandiko mengine ya Biblia. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo. Mzee kwa Gayo mpenzi, nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Maana nalifurahi mno walipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako kama uendavyo katika kweli. Sina furaha iliyo kuu kuliko hii, kusikia ya kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Mpenzi, kazi ile ni ya uaminifu watendeayo hao ndugu na hao wageni nao waliokushuhudia upendo wako mbele ya kanisa. Utafanya vizuri ukiwasafirisha kama ipasavyo kwa Mungu, kwa maana kwa ajili ya jina hilo walitoka wasipokee kitu kwa mataifa. Basi imetupasa sisi kuwakaribisha watu kama hao ili tuwe watendakazi pamoja na kweli. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki cha Nuru ya Asubuhi ambacho Bwana umenipa neno kwa ajili ya wasikilizaji na watazamaji wangu. Ninakubariki Bwana kwa sababu wewe unajua maisha ya wanadamu. Uliwaumba kwa mfano na kwa sura yako na kwa makusudi ya kukuabudu na kukucha wewe katika maisha yao yote. Baba, ninakushukuru, naomba ulibariki neno hili, unitie nguvu pia na ufahamu na maarifa ili niweze kueleza kama vile ambavyo inapaswa kueleweka masikioni na mioyoni mwa watazamaji na wasikilizaji wangu. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, naomba na kushukuru. Amen. Asubuhi ya leo kama nilivyosema kwamba ujumbe wangu ni kuhusu mafanikio ya kweli kwa wanadamu au kwa mwanadamu. Na katika ulimwengu wa sasa tulionao, kila mtu anataka kufanikiwa. Neno kufanikiwa au neno maendeleo au neno ustawi ni neno la kawaida sana katika jamii zetu. Na kila mtu anajitahidi kwa namna yoyote kuweza kufanikiwa. Na tunapozungumzia kufanikiwa kutokana na maana mbalimbali, kuna maana ya mafanikio kwa maana ya mtazamo wa kawaida tu wa wanadamu. Maana kila mwanadamu anatakiwa
kufanikiwa kwa namna yoyote ile. Na maana ya ainisho niliyoipata katika vyanzo mbalimbali, maana ya kwanza ni kwamba ni mafanikio kwa mtazamo wa mtu binafsi. Mafanikio yanaweza kawa kwa mtazamo wa mtu binafsi au kwa matamanio yake, kitu anachokihitaji au kulingana na malengo yake au matokeo anayotakiwa kuwa nayo katika maisha yake, au ni hali ya kutosheka. Kutosheka maana yake ni pale unapofikia kusudi lako au lengo lako lilokuwa nalo, unapata utoshelevu fulani. Na utoshelevu au mafanikio hayapo tu katika mali, yanaweza yakawepo katika vitu vingine, kama vile labda kuwa na sifa fulani ya kujulikana, jina kubwa fulani, au kuwa na nafasi fulani ambayo mtu anaitaka. Kwa hiyo mtazamo wa mafanikio unategemea na mtu mwenyewe na mazingira yake. Lakini pili, ni hali. Anasema is a condition of meeting define a range of expectations. Yani kuna matarajio ambayo mtu anataka, akiafikia basi huyo anaitwa amefanikiwa. Kwa hiyo maana ya kufanikiwa ni mtazamo binafsi, lakini mtu anapaswa kufika mahali ambapo anafikiri akishafika au akishapata hicho kitu basi atakuwa amefanikiwa. Lakini mara nyingi tunapozungumza habari za mafanikio, watu wengi huwa na mtazamo wa kuwa na vitu vya kuonekana ambavyo kwa kweli ni sehemu ya mafanikio. Lakini kuna wengine mafanikio kama dhana fulani ya utoshelevu kwa sababu ya kitu fulani, au ni cheo au ni chochote kila ambacho katika maisha yake anafikiri akikipata atapata utoshelevu. Huo ni mtazamo wa kawaida wa wanadamu, na kila mmoja anataka kufanikiwa. Na kufanikiwa kuna maanisha pia ni kuweza kushinda vikwazo fulani, kwa sababu kufanikiwa ni pamoja na kuonyesha kwamba kuna vitu fulani ambavyo vilikuwa ni kikwazo kufikia malengo yako, lakini umefanikiwa kufikia. Na kwa namna hiyo, kila palipo na mafanikio kuna mikakati mbalimbali au kuna njia za kufikia yale mafanikio. Na pia mafanikio yanaweza katafsiriwa kibiblia. Hapa tumetoa maana ya mafanikio kama kwa Kiingereza wanaita subjective attainment. Ni mtu ambaye anafikiri anaweza kufanikiwa kwa namna ile ambayo anaweza kufanikiwa. Lakini kibiblia pia tuna mafanikio, kuna maana ya kufanikiwa. Maana ya kufanikiwa kibiblia ni ile hali ya kuwa na vitu au kuwa na vitu vinavyogusika au vitu visivyogusika pia. Na kwa namna hiyo Biblia inatuonyesha mafanikio yetu zaidi yanatokana na Mungu, yanatokana na kufikia malengo ambayo Mungu ameyaridhia, ambayo yanakwenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu kwa mwanadamu ni kufanikiwa pia, maana tangu siku za uumbaji Mungu alimtakia mwanadamu baraka za kufanikiwa. Lakini mafanikio ambayo si mafanikio binafsi, kama tulivyokuwa nasema subjective au relative, kwamba yanatokana na namna anavyowaza yeye na kufikia malengo yake yeye mwenyewe. Lakini Mungu anatutakia baraka, anatutakia mafanikio kwa namna ambayo yeye anataka tufanikiwe, kwa sababu tangu mwanzo Mungu alipomuumba mwanadamu alimbariki au alimtamkia neno la kufanikiwa katika mambo yake yote. Na aghalabu mafanikio ya kiroho, mafanikio ya mwanadamu ni mafanikio ya rohoni, ni mafanikio yanayoanzia ndani, ni mafanikio yanayoanzia ndani, ni hali ya ndani sana. Na neno linalotumika pale katika lile andiko ambalo tumelisoma katika waraka wa 3 wa Yohana ule mstari wa 2 hasa, mwandishi huyo Yohana anamwandikia Gayo, mpenzi rafiki yake, mwanafunzi wake, anamwambia nataka ufanikiwe katika mambo yote
na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo kistandard, kinamna ya kibiblia ni kwamba Mungu anataka tufanikiwe, mafanikio yetu yaanzie katika roho. Mafanikio ya mwanadamu yaanzie katika roho yake, na ndio maana anasema afanikiwe katika mambo yote, lakini kama roho yake ifanikiwavyo. Sasa tumekuwepo na watumishi wa Mungu mbalimbali wanaongelea mafanikio au prosperity, na mara nyingi mafanikio haya yamejikita zaidi katika material, katika vitu vya kushikika, katika fedha, katika vitu vingi. Na kwa kweli tafsiri nyingi ukisoma mafanikio, prosperity, kwa maana ya mtazamo wa mtu mwanadamu wa kawaida, ni kwamba anazungumzia habari ya mafanikio kifedha, kiuchumi na kiustawi wa mambo mengine yanayoweza kuonekana au kushikika kwa namna ya macho na kwa kushika kwa mikono ya kibinadamu. Lakini ukweli kibiblia, mafanikio ya kwanza ya mwanadamu yanapaswa kuwa ni mafanikio ya rohoni, na mafanikio ya rohoni hayawezi kupatikana hivi hivi. Mafanikio ya rohoni yanapatikana pale mtu anapokuwa na nafasi ya kuwa na uhusiano na Mungu wake. Historia inatuambia, Biblia kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, mwanadamu alianguka katika dhambi. Alianguka katika dhambi na akafa. Kufa maana yake ni kutengwa na Mungu, kutengwa ushirika na Mungu. Unaondolewa kwenye ushirika na Mungu kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya makosa. Kwa hiyo mwanadamu anapokuwa ametengwa na Mungu, maana yake anaanza kupoteza mwelekeo. Anakuwa sio mtu wa rohoni tena, anakuwa si mtu wa ushirika na Mungu moja kwa moja, ingawa anakuwa yupo, anaendelea kuwepo, anaendelea kuexist, lakini hana ushirika na Mungu. Na kwa mtazamo wa kibiblia, mtu huyu hata akifanikiwa kwa jinsi ya mwili, ni kwamba hajafanikiwa kwa kiwango cha Mungu. Amefanikiwa kwa mtazamo wake yeye mwenyewe na kwa njia zake mwenyewe. Na mara nyingi tunapoona watu wamefanikiwa, wana vitu hivi na hivi, basi tunaona wamefanikiwa. Lakini mbele za Mungu, mtu aliyefanikiwa kweli ni mtu ambaye aliyerejesha uhusiano wake na Mungu. Kwa hiyo neno prosperity kwa neno lingine linaitwa shalom, Kiebrania shalom, kwa maana ya amani na kwa maana ya utulivu, kwa maana ya utimilivu, kwa maana ya ukamilifu, yani peace, harmony, completeness. Mwanadamu anakuwa complete, mwanadamu anakuwa kamili, mwanadamu anakuwa whole, anakuwa mzima, anakuwa na afya yake, kwa maana ya neno shalom. Huko ndio kufanikiwa, na hicho ndicho alikuwa anakiongea Yohana kwa Gayo, kwamba nataka ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wangu, tunapoongea mafanikio ya kweli ya mwanadamu, tuelewe kwamba mafanikio kweli ya mwanadamu hayaanzii katika vitu tunavyoviona katika macho. Mafanikio yake yanaanzia katika roho, katika mafanikio ya kurejesha uhusiano wa mwanadamu na Mungu. Na tunarejeshaje mahusiano haya? Tunarejesha mahusiano na Mungu kwa kumamini Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yeye peke yake ndio alitumwa kuleta shalom. Yeye peke yake ndio alitumwa kuleta amani, kuleta tena utulivu, kuleta tena ukamilifu wa mwanadamu, ili mwanadamu aweze kuletwa tena katika ushirika na Mungu, aweze kutembea na Mungu, ili kwamba aweze kutawala pamoja na Mungu, kwamba mafanikio yote yanayotokea kwa jinsi ya kuonekana kwa mwili hayatamletea mwanadamu tena mashaka, hayatamletea tena kumwondolea amani. Utajiri wa kweli unamletea mwanadamu amani, utulivu na ukamilifu kuanzia ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo asubuhi ya leo tunapokwenda kuangalia somo hili, naomba tu nikukumbushe kwamba mafanikio ya kweli hayatokani na vitu tunavyoviona. Kuna watu wana vitu vingi vinavyoonekana. Kuna watu wana mashamba, kuna watu wana magari, kuna watu wana majumba, lakini wengine hawana amani kabisa, hawana furaha kabisa. Wanatangatanga katika mioyo yao. Kwa namna nje unamwona amefanikiwa,
kwa namna ya ufahari alionao unamuona kwamba amefanikiwa, lakini kwa kweli unaweza ukakuta ana majumba lakini hata halali humo, hata hana ufahari nayo. Unaweza ukaona tu kwa nje, kwa sababu mwanadamu anaweza kaona kwa macho pia. Lakini Mungu anaposema utajiri wa kweli au mafanikio ya kweli ya mwanadamu yanatoka katika uhusiano na yeye mwenyewe. Na Biblia imejaa maonyo hayo kwa habari ya utajiri. Naomba nisome tena andiko kutoka katika kile kitabu cha Timotheo. Timotheo alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu Kristo kupitia mtumishi Paulo. Lakini Paulo anamwandikia Timotheo akimuonya, akimwambia kama mchungaji, kama mwinjilisti, awaambie watu walio na utajiri wa dunia hii, walio na utajiri katika ulimwengu huu, utajiri wa material, utajiri unaoonekana, awaonye, awafundishe, awaelekeze. Kwa sababu mtu akiwa tajiri katika vitu vya mwilini, mara nyingi huwa anafikiri ana uzima, mara nyingi anafikiri ana security, ana ulinzi wa kutosha, mara nyingi anafikiri hahitaji kitu kingine. Lakini ukweli ni kwamba ndani ya moyo wa mtu huyu mwenye mali inawezekana hana amani kabisa, inawezekana hana utulivu, hana chochote, hana furaha, hana tumaini, lakini kwa nje tunaona kwamba amefanikiwa. Sasa Paulo anamwandikia Timotheo akimwambia katika maneno yake ya mwisho katika waraka wake wa kwanza sura ile ya 6 mstari wa 17 mpaka wa 19, anamwambia hivi: walio matajiri wa ulimwengu wa sasa uagize wasijivune wala wasitumainie utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi, ili tuvitumie kwa furaha. Watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Kwa hiyo Paulo akijua kwamba mwanadamu haishi tu kwa mkate, kama neno la Mungu linavyosema kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Anamaanisha kwamba mwanadamu haishi tu kwa vitu vinavyoonekana, haishi tu kwa utajiri unaogusika au kuonekana kwa macho, lakini kuna utajiri usioonekana, utajiri unaopatikana baada ya mwanadamu kurejesha mahusiano yake na Mungu wake kupitia Yesu Kristo. Dhambi ilipoingia duniani, tukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa kwanza mpaka wa 24, sura yote ile inazungumza habari ya anguko la mwanadamu. Baada ya Mungu kumuumba mwanadamu kwa sura yake na kwa mfano wake, akamweka katika bustani ya Edeni, akakaa kwa furaha, akala chochote kilichokuwepo. Lakini tuna historia ya kwamba yule mwovu akaja, yule shetani, yule joka akaja, akamdanganya Adam na mkewe, wakaanguka. Na walipoanguka, Biblia inasimulia kwamba wakawa na hofu, wakakimbia, wakaanza kujificha, wakajiona wako uchi, wakakosa amani na wakaanza kusingiziana. Kila mtu akakataa kuwajibika kwa mwenzake. Kwa nini? Kwa sababu tayari dhambi ilipoingia ikawatenga wanadamu na Mungu, ikavunja uhusiano wa Mungu na wanadamu. Wanadamu wakabaki wanatembea hivyo kama wanadamu, lakini hawana Mungu ndani yao. Kuanzia pale wakahukumiwa kwamba watakula kwa shida, watajitahidi kufanya kazi zao kwa shida, watatumia mbinu zao kwa namna yoyote ili waweze kuonekana wana amani, wana utulivu, wana utimilifu, lakini haikuwezekana. Na tangia hapo mwanadamu akaanza kuishi maisha ya mahangaiko. Maisha ya mwanadamu yako ndani, huku kwa nje ni box, na mafanikio yote yanayopatikana kwa namna ya nje yanapatikana hayana uhusiano na roho yako, hayana uhusiano na maisha yako ya ndani. Maana baada ya muda kitambo, mwanadamu anapokufa anafarakana na vitu na anakwenda na moyo wake, na moyo wake au roho yake inaweza ikaenda mbele za Mungu ikiwa ni maskini kabisa, ikiwa haina utajiri wowote kabisa. Na hiyo ni hatari. Na ndio maana Paulo anamwandikia Timotheo, anasema wasiutumainie utajiri wao.
Maana mtu anapokuwa na utajiri anafikiri ana uzima, anafikiri utajiri wako unaweza kumpa uzima. Yesu aliwahi kusema akawaambia kwamba mjilindeni na choyo, maana uzima wa mtu hauko katika wingi wa mali aliyonayo. Maana wanadamu huwa tunafika mahali tukiwa na vitu tunatosheka, tunaridhika, tunaona hata wengine kwamba hatuna haja nao, tunatafuta na kusifiwa na wao, lakini kumbe mbele za Mungu sisi ni watupu, kumbe ni masikini wakubwa. Paulo akamwambia Timotheo awaambie kama ni washirika wake au ni watu wowote, kwa sababu yeye alikuwa ni mwinjilisti pia. Kwa hiyo kokote alikokuwa na kwenda kuhubiri Injili, aliwaambia, awahakikishie kwamba wawe matajiri katika matendo mema. Unapokuwa umebarikiwa, umepewa vitu hivyo, unatakiwa uvitumie kwa ajili ya kuwafaidisha wengine. Kwa nini? Kwa sababu utakapokufa, utakapotoka juu ya uso wa nchi, utakwenda na utajiri wa rohoni. Utajiri wa mwilini hautakupa nafasi katika ulimwengu wa roho. Kama ukitumia mali yako vizuri, unatakiwa utengeneze msingi, kama anavyosema wajitengeneze msingi ulio bora, msingi ulio mzuri katika siku zijazo, katika siku za usoni. Ndugu msikilizaji, kuna siku zinazokuja, kuna siku za usoni kuanzia hapo ulipo. Hizo siku za usoni, kama hutampokea Yesu, kama hutapata utajiri kwa kumpokea Yesu katika moyo wako awe Bwana na Mwokozi wako, ni kwamba baada ya kifo kuna maisha, baada ya kuondoka duniani kuna maisha. Kwamba una mali katika ulimwengu huu, kwamba huna mali katika ulimwengu huu, lakini kama huna Yesu Kristo, matumaini hayapo, huna chochote utakachokwenda nacho. Biblia inatoa mfano, Yesu Kristo alitoa mfano katika kitabu cha Luka ile sura ya 16 kuanzia mstari wa 19 mpaka 31. Alitoa mfano wa tajiri Lazaro na tajiri. Sasa tajiri hatajwi jina lake, lakini Lazaro anatajwa jina lake. Kwa hiyo sijui kama Yesu alizungumza mfano uliokuwepo kabisa kiuhalisi, au alikuwa anatoa mfano kwa maana ya kuleta maisha halisi ya wanadamu. Vyote ni sawa, maana yeye ni Mungu amekuwepo. Kwa hiyo inawezekana kulikuwa na mtu halisi ambaye hakutaka kumtaja jina, na Lazaro alikuwepo. Akatoa mfano, huyu bwana tajiri alikuwa na utajiri mwingi, alikuwa anavaa vizuri, alikuwa anakula vizuri kila siku, na Lazaro akiwa maskini tena mgonjwa na vidonda vingi, na yeye alikuwa hampi hata chakula. Huyu tajiri alikuwa kila kinapoanguka chini ya meza ndicho anachokoteza Lazaro. Akaishi katika maisha mabaya kabisa. Na ukisoma simulizi hii, inaonekana huyu tajiri hakujali tena habari za neno la Mungu, hakujali tena utajiri wa rohoni. Maana walikuwa namwambia watu habari za maisha yajayo, anapuuza, anapata sifa na heshima kwa watu wengine. Maana ukiwa tajiri, watu watakuja kwako, hata wengine watataka waitwe watoto wako, hata ndugu zako, hata kama ni wake zako, hata nani, ili mradi wapate kula. Kwa hiyo alikuwa na watu wengi wanakula kwa nasa. Biblia inasema wanakula kwa nasa. Akajilisha vizuri sana, na Lazaro akiwa mgonjwa, ana mavidonda, na baya zaidi nakuja, badala ya kupelekwa kwa manesi wamsafishe vidonda, wale mbwa wanakuja wanamlamba, inzi wanamzunguka. Tajiri anacheka, anafurahi. Anapoambiwa habari za ulimwengu ujao, anacheka kwa kiburi chake, akisifiwa na wenzake wakimcheka Lazaro. Lakini kama anavyosema, siku ya kufa ikaja. Tena aliyepokufa alitangulia Lazaro masikini, akafa Lazaro. Nafikiri tajiri akasema, afadhali tumeondokewa na harufu mbaya ya watu maskini wasiofaa. Akafurahi sana. Na yule Lazaro hatuambiwi hata kama mazishi yake alifanyika vipi, lakini tajiri alipokufa akazikwa vizuri, na watu wakaja wakala na kunywa. Lakini story tunayoambiwa, walipokwenda huko wakakutana huko kuzimu. Walipokutana kuzimu, akafika kuzimu, yule tajiri akainua macho yake, akamwona Lazaro akiwa juu ya kifua cha Ibrahim akifarijiwa, naye akiwa katika mateso. Wakati huo amekuwa maskini ghafla, maana alimkataa yeye awezaye kumwokoa katika maisha haya. Akaingia akiwa maskini katika roho yake, akiwa na utajiri ambao ameuacha juu ya uso wa nchi. Wanakula wapuzi, wanakula ambao hawakutabika hata kutafuta. Yeye yuko mahali pabaya, na alikuwa na kiu.
tajiri katika ulimwengu huu, akakosa hata kidogo, hata maji hakuweza kuafodi kununua hata tone moja la maji. Anataka Lazaro, anamwomba achovye kidole chake angalau amwekee hayo maji katika ulimi wake. Lakini yule ndugu akamwambia, yule Abraham akasema, katikati yako na Lazaro kuna shimo kubwa ambalo mtu hawezi kuvuka. Hawezi mtu wa kwetu kuja huko, wala wa kwenu kuja huko. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, tunapozungumza maneno haya, tuzungumzi hadithi za bure. Hata wewe umekuwa shahidi katika maisha. Umeishi, umeona matajiri wakifa, umeona masikini wakifa, lakini siri ya ulimwengu ule ulioko mbele ni siri ambayo ni mtu mwenyewe tu anayeweza kuifahamu. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu hajamficha mwanadamu, kwa sababu anampenda. Anatuelezea maisha baada ya hapa. Na ndio maana Paulo anamwambia wajiwekee msingi wa maisha ya utajiri usio wa kweli, utajiri usio yakini, uncertain riches. Watu wanaweza. Yule ndugu akafa, na alipoambiwa akaambia haiwezekani, akaomba ombi, akaomba, naomba Lazaro mtume aende kule duniani, akawambia maana nina ndugu zangu 5 nao wasije kuja hapa. Akaambiwa haiwezekani. Akaambiwa, maana inatuonyesha kwamba huyu ndugu wakati akiwa hai alikataa injili, alikataa habari njema. Alipoambiwa kwamba wapo Musa na manabii wengine wanaowahubiri wawasikilize wao, anasema hapana baba Ibrahim, hapana. Akitoka mtu kutoka kwa wafu ataweza kuaminika kwao. Akihubiri injili ikihubiriwa na mfu, hapo wataamini. Ni hatari sana. Watu wengi wanafikiri tunapohubiri injili tunapoteza wakati. Hatupotezi wakati. Na Mungu anatumia watu walio hai duniani, anatumia watumishi wake walio duniani. Na ndio maana tuna kipindi katika Zoe TV kwa ajili yako. Hili jukwani kwa ajili yako wewe, ili usije ukasingizia kwamba sikupata habari hizi. Yule ndugu alikataa, akiwa hai alikataa injili, akitarajia wafu wakija ndio watakuja na injili nitakayoamini. Lakini akasema injili ya Kristo Yesu haihubiriwi na wafu, haihubiriwi na mizimu, inahubiriwa na watu walio hai. Kama mimi nilivyosimama mbele zako leo, ukisikiliza maneno haya utaepuka. Wewe ni tajiri katika ulimwengu huu, lakini unapaswa kuwa tajiri katika ulimwengu ujao. Maana ndio security yako, ndio harmony yako, ndio furaha yako ya milele, ndio utajiri wa kweli, sio utajiri unaoonekana kwa macho. Maana matajiri wengi tumeona wakiacha mali zao, hata kama wakizikwa vizuri, hata kama watu wakila na kuwasifia na kugusagusa magari yao na kuwaimbia nyimbo nzuri, lakini kama ni masikini katika ulimwengu wa roho, kama hawana chochote, utajiri wote mbele za Mungu, sehemu yao ni mahali pabaya. Na hiyo sio siku moja, ni milele na milele katika mateso. Ghafla tajiri anakuwa maskini, hawezi kununua hata maji kule kuzimu. Lakini yeye aliyedharauliwa na umaskini wake, lakini akitembea na Mungu akawa tajiri ghafla katika ulimwengu ule, akaburudika kifuani mwa Ibrahim. Ndugu msikilizaji, ninapozungumza maneno haya, ninazungumza kwa mzigo mkubwa sana, kwamba ninakusihi, kama unanisikiliza na kunitazama, ninakusihi ufanye maamuzi ya kweli. Ufanye maamuzi ya kweli katika maisha haya. Ufanye maamuzi ya kweli katika maisha haya. Hizi sio hadithi za kutunga, hizi sio hadithi za kubuni. Ni taarifa ya Mungu katikati ya wanadamu waliokuwa wamepotea, lakini kupitia Yesu Kristo tunaletewa wokovu. Na wokovu ndio mafanikio ya kweli. Wokovu ndio mafanikio ya watu wenye hekima, ambao hawaishi tu katika ulimwengu huu, lakini wanaishi katika ulimwengu ujao pia. Ni matajiri wa ulimwengu ujao, ambapo hata kama akiwa tajiri akiondoka duniani, bado ni tajiri katika ulimwengu ujao. Na namna ya kuwa tajiri katika ulimwengu ujao ni pale unapokuwa tajiri katika ulimwengu huu, inabidi utumike kuwapa watu wahitaji. Ndivyo neno la Mungu linavyosema, uwape watu wahitaji. Lakini msingi wa kuwapa wahitaji ni wokovu, ni utajiri wa rohoni. Kuna watu wasio matajiri wa rohoni, ni matajiri katika mwili, lakini ni wachoyo. Hebu jitazame pale unapoishi.
mbona una fedha nyingi, mbona majirani zako wanakaa kwenye makuti, mbona majirani zako hawana chochote, lakini wewe unakaa luxury, unakaa katika jumba zuri la kifahari, unaendesha magari ya kubadilisha, na huna chochote unachoweza kuwasaidia. Unachoweza kuwasaidia wanadamu ni makombo tu, kama vile yule tajiri alimsaidia Lazaro kwa makombo, sio kwa vitu vya kumpa, ni makombo. Unatoa misaada kama makombo, unatoa vitu vingine kama makombo yanayoanguka, lakini sio utajiri unatoka katika moyo wa kuwapenda wanadamu na kumtumikia Mungu. Asubuhi ya leo naomba ufanye maamuzi. Naomba ufanye maamuzi, maana Yesu Kristo yupo kwa ajili yako. Sulemani alikuwa tajiri sana, alitajirika katika kila eneo, na alisifika katika ulimwengu wake. Na Malkia Washeba kutoka Ethiopia alitembea kwa miezi 3, anatembea kwenda kusikiliza hekima ya Sulemani aliyepewa na Bwana, akiwa na kiu, akiwa tajiri, anaangamia zimebeba dhahabu, zimebeba kila aina ya zawadi, ili akasikie tu yale ambayo Mungu amefanya ndani ya Sulemani. Akaenda, akatafuta, akasafiri. Ni tajiri aliyetaka kusikia habari za mambo ya Mungu. Ni tajiri katika ulimwengu huu. Hakuwa na kitu, alikuwa na vyeo. Kama ni mafanikio ya vyeo alikuwa navyo, kama ni heshima alikuwa nayo, lakini bado akaona amepungukiwa, na alikuwa na maswali magumu mengi ambayo hakuwa nayo majibu, lakini akajua nikienda kwa mtu wa Mungu nitapata majibu. Akafunga safari ya miezi 3, anasafiri jangwani. Na Yesu alisifia, Mathayo 12:43 akasifia, akasema katika ufalme watamshangaa, atawashangaza huyu mwanamke, maana alitoka mbali sana kwenda kumtafuta Mungu. Wewe unaposikia maneno haya, ndugu yangu, naomba ufanye uamuzi leo. Maneno haya sio ya bure. Maneno haya yamekuja kwa wakati, na ndio maana unanitazama, na ndio maana unasikiliza asubuhi ya leo. Sio bahati mbaya. Fanya maamuzi kwamba wewe ni tajiri katika ulimwengu huu, kwamba wewe ni maskini katika ulimwengu huu, lakini hakikisha unakuwa tajiri katika roho yako. Ufanikiwe na kuwa na afya yako katika roho yako. Na matokeo mengine, mafanikio mengine ya nje, lazima msingi wake iwe ni mafanikio ya rohoni kwanza. Na ndivyo Biblia inavyofundisha. Usipotembea na Mungu, yoyote unayofanya ni ubatili, Sulemani alisema. Maana iko siku utafika, utayaacha. Upende usipende, utayaacha. Upende usipende, utayaacha. Mafedha hayo yaliyoko kwenye akaunti utayaacha. Mali hizo ulizokusanya utaziacha. Je, utakuwa tajiri upande huo, au utakuwa maskini kama yule tajiri? Nakusihi ndugu zangu, ninapomalizia, nakusihi sana ufanye maamuzi ya kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni neno moja tu, ni kukiri tu, ni kutubu tu kwamba wewe ni mwenye dhambi. Usijihesabie haki yoyote. Biblia inasema wanadamu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, na wanapata neema, wanapata wokovu bure kwa kumwamini Kristo Yesu. Ni kuamini tu, ni neno tu la kusema. Unayajua maisha yako. Ni tajiri lakini huna amani. Ni tajiri lakini haulali usiku. Ni tajiri lakini unakwenda kwa waganga wa kienyeji na kutapeliwa. Ni tajiri lakini huna raha yoyote, na wewe unafahamu ndani ya moyo wako. Naomba ndugu yangu, kama umenisikiliza, kama umenielewa, naomba tafadhali unifatishe maneno haya ya kufanya uamuzi wa kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako, ili akupe wokovu. Wokovu ndio mafanikio ya kweli ya wanadamu. Mafanikio kweli ya mwanadamu. Na ndio maana Paulo anamwambia Timotheo, uzima ulio kweli kweli. Mtajiri yoyote ajiweke uzima ulio kweli kweli. Aliambia waonye matajiri, kama ni tajiri vitumie vitu kwa ajili ya mambo ya Mungu, ili ujiweke msingi ulio thabiti katika ulimwengu ujao. Na wewe kama maskini, sio excuse. Huwezi ukasema mimi maskini. Hapana, umaskini mbaya ni umaskini wa rohoni, maana utakupeleka mahali pabaya milele kama yule tajiri.
naomba unifuatishe maneno haya kama umenisikia na kunielewa. Sema: Mungu Baba, ninakushukuru kwa Yesu Kristo mwanao mpendwa, uliyemtuma kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu zote, ili nipokee wokovu wake. Naomba unisamehe dhambi zangu zote, unioshe kwa damu yako takatifu. Asante kwa kunisamehe. Mimi ni mwana wako sasa, katika jina la Yesu Kristo, amen. Ndugu msikilizaji wangu, napenda tena kukushukuru kwa kwenda pamoja nami asubuhi ya leo katika kipindi cha Nuru ya Asubuhi kutoka Zoe TV. Naomba kama umeamua, umekiri sala hii ya toba, basi unayo nafasi ya kutafuta mahali ambapo kuna kanisa linapohubiri habari za Yesu, za wokovu na msamaha wa kweli, ili uweze kukulia wokovu, uanze kutajirishwa kwa kumfahamu Mungu, ili uwe tayari kuingia katika uzima wa milele. Naomba nimshukuru Mungu kwa wakati huu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu umenipa tena muda huu mzuri wa kunena masikioni na mioyoni mwa watumishi wako. Najua wananisikia wa Tanzania, najua wananisikia wowote wanaosikia Kiswahili. Mungu, ninakushukuru kwa wale ambao wamekubali kuyaweka maisha yao kwako, ili kwamba uwape utajiri wa kweli, kwamba ni matajiri wa vitu vya kuonekana, kwamba ni matajiri, ni maskini katika vitu ambavyo vinaonekana, lakini wewe umekuja kutupa utajiri. Ulikufa ili umaskini wetu utoweke. Sio umaskini wa mali peke yake vya kuonekana, ni umaskini wa roho, umaskini ambao utatupeleka watu katika kujuta, umaskini ambao ulimfanya yule tajiri hata siweze kununua tone la maji kuzimu. Mungu, tunakushukuru Baba. Ninakushukuru kwa neno lako na kwa habari njema. Nakushukuru kwa ajili ya watumishi wako ambao Bwana umelikubali neno lako. Naomba ukawabariki katika jina la Yesu Kristo. Ninawaombea kama wana magonjwa, kama wana chochote, kama wana maswali magumu, Bwana ukawatembelee kwa Roho wako Mtakatifu, uweze kuwajibu, uweze kuwafundisha, uweze kuwafungua, maana wewe ni Mungu wa kuokoa. Wewe ndio mafanikio yetu halisi. Baba, ninakushukuru kwa sababu umekuwa mwema. Libariki neno lako na kurudisha sifa katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Nawashukuru sana crew ya Zoe TV kwa kunipa nafasi. Mungu awabariki sana. Amen.